Mchezaji mzuri. Mchezaji mzuri. Ndio maana hata Azam walitumia nguvu kubwa kuweza kumpata. Mchezaji mzuri na ana uwezo wa kucheza kwenye ligi yoyote barani Afrika. Ni mchezaji mzuri haswa. Ana uwezo wa kucheza kwenye ligi yoyote barani Afrika. Na hata timu yoyote ikimpata mchezaji mwenye kaliber kama Faisal, inakuwa imepata mchezaji wa maana sana. Mchezaji mzuri kweli kweli. Mchezaji wa daraja la juu. Mchezaji ambaye anafaa kucheza kwenye michuano mikubwa, kwenye ligi bora kabisa. Kwa hiyo mimi namwombea kwa Mwenyezi Mungu aendelee kufanya vizuri. Ndio, ni mjumbe wa klabu ya Young Africans Alex Ngai. Umepata kumsikia vizuri kweli kweli. Wacha nikupe mchongo uko vipi Faisal Salum na klabu ya Yanga walikofikia. Nisikilize vizuri, tuwe sote mwanzo mpaka mwisho. Lakini kabla sija kujuza taarifa hii kubwa kweli kweli kuhusiana na dili la Faisal Salum Faitoto na klabu ya Yanga, wacha nikupatie taarifa njema kutoka Bati Quality. Hii kampuni bora ya Kitanzania, inazalisha na kusambaza bati aina zote. Ziko za migongo midogo, migongo mipana, mfano ya kigae na zile zenye matilio ya chenga chenga. Zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Ukinunua mabati, tunakupatia misumari pamoja na usafiri bure popote pale ndani ya ardhi ya Tanzania. Waranti yake pia ni ya muda mrefu bwana, miaka 10 ya uangalizi. Nunua bati wewe ili aje kutamba nayo kijana wako. Kwa nini uteseke ulale na mabeseni pamoja na masufuria wakati Bati Quality ipo, tena ipo kwa ajili yako? Kwa shilingi 21,500 tu unapata bati nzuri yenye warranty ya miaka 10. Fika kiwandani ujipatie bidhaa bora kwa gharama nafuu mno. Ndio mwana michezo mwenzetu, taarifa kubwa ni Alex Ngai na klabu ya Yanga juu ya Faisal Salum Faitoto. Taarifa hizi zimetufikia ni za uhakika kweli kweli ndani ya meza yetu hapa ndani ya Kings Media. Ni kwamba klabu ya Yanga imemalizana na mchezaji Faisal Salum Faitoto hapo awali. Mchezaji huyo alihusishwa na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Ikumbukwe dili lake la kwenda katika klabu ya Azam FC lilikuwa na vipengele vingi kweli kweli. Lilikuwa na mambo mengi kadha wa kadha, jambo ambalo lilipelekea mpaka rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kuingilia kati na kuwaomba Yanga Afrika waweze kumwachia mchezaji huyo ili aweze kuisaidia familia yake na yeye kuendelea na shughuli zake za soka, kwani ndio kile ambacho amekichagua kama sehemu ya maisha yake na kinachofanya iendeshe familia yake ni mpira wa miguu. Young Africans walikubaliana na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan na kukubali kumwachia kijana huyo kinda kweli kweli kujiunga na klabu ya Azam. Taarifa sasa inaanzia hapo. Azam FC wakati wanamsajili Faisal Salum Faitoto kutoka katika klabu ya Young Africans walitumia fedha nyingi, lakini cha kushangaza mkataba wa Faisal Salum na Young Africans ambao ulivunjwa na Azam FC ulikuwa na vipengele vingi kweli kweli na vyenye kuifaidisha klabu hiyo ya Yanga. Miongoni mwa vipengele ambavyo vimekuwa ngumu kwa Faisal Salum Faitoto kujiunga na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ni kile ambacho kinasema kama atatakiwa na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, Simba inatakiwa ilipe takriban shilingi bilioni 1 na milioni 300 za Kitanzania ili kuvunja mkataba huo na klabu ya Yanga, na hapo Young Africans ndipo watamruhusu mchezaji huyo. Lakini kuna kipengele kinachosema ya kwamba timu ambayo inamhitaji Faisal Salum Faitoto, basi klabu ya Yanga iwe klabu ya kwanza kupata taarifa hizo. Wekundu wa Msimbazi Simba walitumia nguvu kubwa mno kumhitaji Faisal Salum Faitoto, na kilifanyika kikao cha siri kati ya Mo Dewji na ngome ya Faisal Salum Faitoto. Kilifanyika kwenye ardhi ya Tanzania majira ya saa 2 kamili usiku na kukubaliana kwamba mchezaji huyo ajiunge na klabu hiyo. Ndipo klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kupitia tajiri wake Mo Dewji waliweka shilingi milioni 600 za Kitanzania kwa masharti ya kulipwa mara 2 fedha hizo kwa maana ya msimu wa kwanza na msimu wa pili, huku mezani wakisogeza donge nono takriban milioni 38 mpaka 40 kama mshahara. Lakini pia walikubaliana kwenye mauzo ya jezi
ili Faisal anufaike na mauzo hayo ya jezi. Bila kusahau walikubaliana shilingi milioni 1 kila goli atakalolifunga ndani ya klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba, na shilingi 500,000 za Kitanzania pindi atakapo assist, yani kutoa pasi ya usaidizi wa bao. Mambo yalikuwa mazuri kweli kweli. Young Africans wakati huo walikuwa wajatia doa wala dosari dili hilo. Simba walijihakikishia 100% za kumpata mchezaji huyo Faisal Salum Fly Toto. Lakini taarifa zilibadilika katika klabu ya Yanga baada ya mchezaji wake Stefan Ki Aziz kuhusishwa na Wydad Casablanca. Mambo yalianza kuwa magumu kwao kuangalia nani anaweza kuchukua nafasi ya Ki Aziz ndani ya klabu hiyo ya Yanga. Ndipo mabosi hao wa Yanga wakaona Faisal Salum Fly Toto anaweza kurejea. Ishi iko hivi, Simba walikubali kutoa shilingi milioni 600 za Kitanzania, lakini issue kubwa ilikuwa hizo fedha takriban bilioni 1 za kuipa klabu ya Yanga. Hapo ndipo ambapo kulikuwa na utata. Zilifanyika njia nyingi kweli kweli za kuweza kuikwepa hiyo pesa inayotakiwa na klabu ya Yanga, lakini jitihada zikagonga mwamba. Ndipo Young Africans walifika mezani kwenye ngome ya Faisal Salum Fly Toto na kuanza kumweleza mipango yao na uhitaji wao kwa nyakati hizi. Faisal Salum Fly Toto akusita. Ikumbukwe Faisal Salum Fly Toto, mbali na yote ambayo yanazungumzwa, lakini mwenyewe anaipenda Yanga na tunalifahamu hilo, anaipenda kweli kweli. Alikubali, lakini kwa masharti makubwa, yeye awe miongoni mwa wachezaji wanaolipwa pesa nyingi mno kwenye ligi ya Bongo. Yanga wakamwambia usijali, tutakulipa chochote kile, lakini uje katika klabu hii. Young Africans wakaweka mezani milioni 700 za Kitanzania, na ndipo Faisal Salum Fly Toto akaridhishwa na ofa hiyo. Aliwaambia tu Young Africans, kikwazo kikubwa kipo kwa mama yangu, ambaye wakati naenda Azam FC kulikuwa na sintofahamu kati yenu na mama yangu mzazi. Uongozi wa klabu ya Yanga imemwambia, wewe kubali kujiunga na klabu ya Yanga, mama ni mama, mengine tuachie sisi, tutamfurahisha mama yetu kipenzi. Jambo hilo linasemekana ya kwamba baadhi ya viongozi wa klabu ya Yanga wameshazungumza na mamake Faisal Salum Fly Toto, na mama Fei ameridhia mchezaji huyo kurejea tena ndani ya klabu hiyo ya Yanga. Mabingwa wa kihistoria ligi kuu ya soka Tanzania bara. Exclusive nyingine na kufa, Faisal Salum Fly Toto atakuwa mchezaji ghali kuwahi kutokea kwenye ardhi ya Tanzania. Atawapiku hadi wachezaji wa kigeni wanaocheza kwenye ardhi ya Tanzania. Ndiyo, takriban milioni 40 na kitu atalipwa kwenye kila mwezi, lakini mshahara wake huo haufanani kabisa na mchezaji yoyote ambaye anashiriki ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kwa hayo na mengine mengi, cha kufanya endelea kuwa nasi Kings Media. Tuendelee kukupa taarifa bora zikiwa zinapewa nguvu kubwa mno na MC Sisco. Unahitaji MC mzuri ili kunogesha sherehe yako? Basi mtafute MC Sisco kwa nambari ya simu ya 0782055044. MC Sisco ana huduma nyingi nzuri na bora. Ana huduma ya picha pamoja na video. Bila kusahau, unapofanya kazi na MC Sisco utajihakikishia ofa ya medicine bure kwa ajili ya kunogesha sherehe yako. Lakini kama haitoshi, unapofanya kazi na MC Sisco, kama tu unachagua package nzuri, atakuzawadia gari aina ya Range kwa ajili ya maharusi wako. Mtafute sasa ili ujionee tofauti. MC Sisco ni master of ceremony. Kutana na MC Sisco, MC ambaye atasimamia sherehe yako kikamilifu na kuifanya iwe na viwango vya kimataifa. Kutokana na uzoefu alionao katika tasnia ya UMC, uandishi wa habari na utangazaji. Ukiwa na harusi, send off ama events mbalimbali, muite naye atakuhudumia. Pia ana huduma za picha pamoja na video zenye ubora wa HD. Ana sound ya mziki mkali pamoja na DJ anayekizi vigezo vya DJ. Ofa sasa, usafiri bure kwa maharusi, zawadi ya picha mbao kwa maharusi, bila kusahau photo magazine. Kama unahitaji sherehe yako ionekane ya kisasa, jibu ni Sisco J Entertainment. Wanafanya kazi ndani na nje ya Dar es Salaam. Kwa maelezo zaidi piga 0782055044 au tembelea kurasa yake ya Facebook Nicholas Johnny, Instagram Sisco J_5. MC Sisco, master of ceremony.